itifaki imezingatiwa. Awali ya yote napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa kukubalia mwaliko wangu kuja kutoa maelezo ama taarifa kuhusiana na chuo cha maendeleo ya wananchi Masasi. Chuo chetu ni chuo cha maendeleo ya wananchi kwa maana ya kwamba tunatoa mafunzo ya ufundi stadi na huduma kwenye fani mbalimbali ikiwemo uwashi, seremala, upishi, ushonaji, walimu wa chekechea, uchomeleaji, ufundi bomba, uchongaji chuma na elimu ya mwisho kwa maana ya masomo ya sekondari kwa mabinti waliokatisha masomo yao kwa sababu mbalimbali. Mafunzo haya yanatolewa bila malipo yoyote. Lakini pia kuna kozi fupi ambazo ni udereva, umemejua, graphic design, computer application, web design, umeme wa majumbani, ufundi magari, uungaji vyuma, ushonaji, uwashi, seremala na ufundi bomba pamoja na ufundi simu. Lakini pia chuo hiki kinatoa kozi ya udereva kwa maana ya kozi fupi na gharama zetu ni nafuu. Kibuka jumbe, nimekuja hapa ili niwape taarifa kuhusiana na ufadhili ambao tumepata kutoka TAREA, Tanzania Renewable Energy. Tanzania Renewable Energy wametupatia ufadhili ambao ni wa kutoa mafunzo ya umemejua kama tunaona kwenye kana zetu hapo. Walitupatia vifaa ambavyo vimefanya maabara yetu kuwa ya kisasa kabisa. Ufadhili huu utadumu kwa muda wa miaka mitatu ambapo tulianza 2024 na utakoma Disemba 2026. Huu ufadhili hakuwa wa kufadhili mafunzo bali ni maabara pekee. Kwa maana hiyo basi ilibidi vijana wetu ama jamii yetu ije pale chuoni kupata mafunzo kwa gharama ambayo ni Rand1,000 kwa mwezi kujifunza kuhusiana na umemejua. Kama vile tunavyofahamu, umemejua ni muhimu kwa sababu umeme wa uhakika ni mchakato na bado haujafikia tamati. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kwamba mradi huu ulianza tangu mwaka jana mpaka sasa hivi kidogo unasuasua hususan kwenye suala la kupata wanafunzi. Wanafunzi kwenye fani ya umemejua wamekuwa wachache. Nikaona ni vyema nije nitoe taarifa yangu kama nilivyowagawia vipeperushi hapo kwamba kuna msambao wa vijana ambao niweza kuwapokea na kuhitimu. Kama inavyoonekana, tunaona tumepata vijana 15 kwenye kata za Masasi mji. Lakini tunaona kuna vijana wengine kutoka sehemu nyingine ambao ni 10. Kwa hiyo tumefanya jumla ya wahitimu 25 ambao nimekuja nao hapo, maana wengine hawatoki kwenye halmashauri. Kwa hiyo nimeona nije niwaombe madiwani, watendaji kata, lakini pia na wengine waalikwa kunisaidia kutoa taarifa hii kwenye jamii ili waweze kuona umuhimu wa kuleta ama kuja kujifunza, kwa sababu chuo chetu sisi ni kama bajaji, haina kituo maalum, ni popote. Hata kama ni mtu mzima wa kiasi gani anaruhusiwa kuja kujiunga na kufanya mafunzo. Kama vile Mheshimiwa Waziri Mkuu alivyoagiza, ukiona umepotea njia, karibu leta. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kutoa taarifa hizo, pia naomba nitoe taarifa kuhusiana na umuhimu wa chuo chetu. Tunaishukuru pia serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu chuo hiki kimekuwa kinatoa mafunzo yanayotolewa bure kwa vijana, hasa ukizingatia wale vijana wenye hali ngumu kiuchumi. Ofisi ya Waziri Mkuu imekuwa ikitoa ufadhili wa mara kwa mara, na sasa hivi chuo chetu kina wanafunzi 190 ambao wanafadhiliwa mafunzo, tunaita mafunzo ya wanagenzi. Wako 190 wanafanya fani ya umeme wa nyumbani, useremala, uwashi, uchomeleaji, ufundi umeme pamoja na magari. Vijana hao wako vizuri, wako pale. Niwaombe mjitahidi kuwatumia vijana wetu, na ndio maana hata hapa nimetoa majina yao pamoja na namba zao za simu. Pale mnapokwama, tujitahidi kutumia product ambayo inatoka kwenye mji wetu wa Masasi, hususan chuo cha maendeleo ya wananchi Masasi. Aidha, nichukue nafasi hii kuwashukuruni pia kunipa nafasi, lakini pia nikumbushe Mheshimiwa Mwenyekiti, nilitoa orodha ya wahitimu ambao walihitimu mwaka jana 200 kutoka ofisi ya Waziri Mkuu, nilipeleka kwa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya pamoja na halmashauri ya mji na halmashauri ya wilaya. Niwaombe, nasikia mnatumia sana umemejua na vitu vya namna hiyo. Naomba mnapokuwa mnahitaji, jitahidini kuwatumia mafundi wetu. Najua kazi za force account ni nyingi, zinahitaji mafundi mchundo, na sisi chuo kiko pale. Basi mkitumia product zetu, sisi tunafurahia kuona tunachokifanya na kazi za mikono yetu zinakubalika kwenye soko la ajira. Asante sana.
Asante sana.